Tunapoadhimisha miaka 25 ya upadre, tunaalikwa wote sasa kutafakari juu ya uzito wa utume huo. Yesu Kristo anataka kuendeleza ile huduma ya kufundisha, kutakatifuza na kuliongoza taifa lake kwenye wokovu kwa njia ya wafuasi wake wachache anaowateua yeye mwenyewe, na sio chaguo letu binafsi na wala sio chaguo lao binafsi. Ndugu zangu, huu ni utume wa hadhi ya juu, maana ni utume wa kimungu. Rejea ukweli huu kwamba hata malaika hawajashirikishwa au kujaliwa utume wa hadhi hii ya kuongozwa na msalaba. Upadre ni utume unaodai nidhamu ya hali ya juu. Unadai kuwa wema. Unajali kuwa ukarimu wa kipasaka. Unajali usafi wa moyo. Unajali upole na uwajibikaji. Hapa lazima tuelewane. Watu wanafikiri upole ni bora liende. Hakuna. Sio bora liende. Unyenyekevu wa kimungu na uaminifu katika huduma ya maisha. Kuna wakati askofu, kwa sababu inatakiwa upole uwepo na uwajibikaji, inabidi niombe kwa Mwenyezi Mungu anipe hasira ya sahihi ya kweli ili nipambane na mazingira yale, ili nisije bora liende. Hata Bwana wetu Yesu Kristo kuna kipindi alishinda anapokuta hekalu lake. Sasa hekalu linatumiwa kibiashara na wamachinga na watu mbalimbali. Nadhani alitengeneza kikoto akaweka. Nadhani mnajua zaidi kilichotokea. Nawe baba muasi, rejea ripoti ya Yesu kwa mtume Petro. Ondoka kwangu Shetani, wewe ni kikwazo kwangu. Fikra zako si za kimungu ila za kibinadamu. 16:21 mpaka 27. Petro yule aliyepata 100%. Huyu sasa hivi anaambiwa rudi nyuma. Na tumesha kuambia yale alichofanya kile kilikuwa na ufunuo wa Yesu mwenyewe, cha Mungu mwenyewe alimwekea pale. Hapa akabaki peke yake. Kuogopa maumivu, msalaba, kifo, anamuonya Bwana wake. Anamwambia ondoka kwangu Shetani, wewe ni kikwazo kwangu. Fikra zako si za kimungu ila za kibinadamu. Ndugu zangu wapendwa, huu ndio wajibu wa sisi maaskofu. Huu ndio wajibu ya mapadre. Huu ndio wajibu wa kanisa, hata kwa watawa na wenye maisha ya wakfu na walei, katika nafasi zile mnazofanya utume katika kanisa. Nasema haya ili wakileli wenzangu na wakileli wenzetu kama mapadre, kupitia nafasi hii tujikumbushe juu ya wito wetu. Basi kupitia utumishi wa miaka 25 ya upadre kwa jubilei hii ya Baba Askofu Philibert Muhasi na wenzake, tunawaalika nyinyi nyote ndugu zangu, nyinyi tulioko hapa na wanaosikiliza kama wapo na wanaotazama kama wapo, tunawaalika mtuombeeni wakileli wote. Kwanza waombeeni wakileli wote wanaofanya utume katika jimbo la Tunduru Masasi.
na majimbo mengine wanakotoka wa jubilei wa mwaka huu waliokuja kuungana na Baba Philbert Muhasi, liombeni kanisa la Tanzania, liombeni kanisa lote la Mungu, ili tupate kuzitenda kazi za kikuhani kwa utakatifu, kwa upendo, kwa matumaini, kwa imani na nidhamu ya hali ya juu. Mtuombeni sana. Mtuombeni pia tujaliwe kuwa kielelezo chenu katika kulishika neno la Bwana, tusiwaangushe, na hivyo kuwa wadau wa kweli wa shughuli za kimishonari na uinjilishaji, tukizingatia tunu za furaha ya Injili katika utume wetu wa kila siku. Mtuombeni.